Yes, karibu sana. Hii ni Asnas Media, mimi ni Be The Boss Man, John Bosco Kamili. Na asante sana kwa wewe ambao unaendelea kusubscribe kupitia YouTube kwa kuandika Asnas Media, lakini vile vile wewe ambao unatufollow kupitia Instagram kwa kuandika Asnas_media. Leo ni siku nzuri sana na nimekutana na my brother Jocelyn. Yes bro. Yeah, karibu sana. Shukrani. Bwana mimi ni shabiki yako. Yeah brother. Kitambo sana. Nafurahi kusikia hivyo. Yeah. Kati ya ngoma zako ambazo unazikubali sana, moja naipenda ile anasasione watu wanapita pita ile inaitwa maisha. Yeah. Bonge moja na ngoma. Yeah. Alifanya na Nunueli. Yeah. Sawa sana. Kwa mtu ambaye anataka kukutambulisha, kwa mfano kama mimi hapa ningekutambulisha kama msanii gani? Yaani msanii wa hip hop, msanii wa R&B, msanii wa bongo flava au msanii wa rap, kwa sababu umekuwa ukifanya rap, umekuwa ukifanya R&B, wewe ungependelea kuitwa msanii wa aina gani? Labda kiufupi, labda mtu akiniita mwanamuziki inatosha. Mwanamuziki. Mwanamuziki. Yeah. Musician fulani, yeah, kwa sababu nafanya hizo style zote kweli. Yeah, I can rap, I can sing. Naweza nikaleta na mbwembwe nyingine. Yeah, mashairi fulani mbwembwe tu za hapa na pale. Yeah, napiga chombo pia, piano kidogo na idea. Uko vizuri. Na idea, so kivile sijatimia sana. Plan yangu ni niweze vizuri pamoja na gitaa. Kwa hiyo nitakuwa niko full zaidi. Kwa hiyo ukimaliza tu kutumia hizi instrument, nafikiri nitakuwa mwanamuziki. Yeah, lakini kuna kitu ambacho unahisi wewe unakuwa unakipatia zaidi, ni kwenye kuimba R&B ama kwenye kurap? Mimi nafikiri vyote, kwa sababu yani hapo ukija hapo nashindwa kuchagua, kwa sababu mimi nakuwa naweka hisia na kwa soul about feeling. Sasa tukija hapo yani inakuwa mimi sielewi niko ulimwengu gani. Kwa hiyo nikirap na enjoy, nikiimba na enjoy. Yeah. Umekuwa kwenye muziki kwa muda mrefu, kwenye game ya bongo flava. Ni moment ipi ambayo huwezi kuisahau kwenye game ya bongo flava? Matukio yapo mengi, lakini labda kubwa ni kwamba watu walivyo appreciate tu muziki wangu. Yani hiyo moment siwezi kuisahau, kwa sababu sikuweza kufikiria kama watu wangesalute muziki wangu. Kwa hiyo moment ambayo nilikuja kugundua watu wanaupenda muziki wangu, alafu kumbe Jocelyn ni jina kubwa sio dogo. Nitasahau vipi hiyo moment? Yani kwangu ni kitu kikubwa kwamba kama watu walinipokea vizuri hivi, yani niliwaaminisha kwenye sanaa yangu ya muziki. Wakaona huyu jamaa anaweza kitu. Kwa hiyo kuniaminisha kwao ni kitu ambacho kwangu siwezi kusahau. Yani washabiki, yani muziki industry kunikubali au kutoa album, kufanya kazi zangu mpaka leo pia nazisikia zinafanya vizuri. Kwa hiyo ni kitu endelevu yani. Yeah. Unajisikiaje mtu ambaye anakuambia kwamba Jocelyn alikuwa mbele ya muda? Ndio vitu kama hivyo, yani ni vitu endelevu, siwezi kusahau, kwa sababu vinakuwa vinaendelea sasa. Sio kama vimeisha au vimegoma. Kwamba sijui Jos vipi atukusikii, sio tukusikii, sio utoe nyimbo mpya, utoe nini. Yani wakati mwingine iko kile unachokifanya kinakuwa kina nguvu sana, kinaweza kusurvive kwa muda wote huo. Kwa hiyo wakati mwingine yani unaweza ukatoa nyimbo mpya lakini still bado haina nguvu kama labda ya zile za nyuma. Ya nikiwa na maanisha kama hivyo, watu wanakuambia design kama ulikuwa mbele ya muda hivi, kwa sababu kazi zako paka leo tunazifurahia, tunazisikia. Tunaona yani bado zina bang, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafurahi kusikia hivyo, inanipa mzuka zaidi wa kuamini kwamba creativity yangu haikuwa ya uongo. Ya ubunifu wangu yani sikutumia bure muda wangu kwenye sanaa, na inanitia nguvu kwamba kumbe kweli hichi kwangu ni kipaji. Labda nilihisi tu ni kitu tu kinapita tu au nini, lakini baadaye nilikuja kugundua ndani yake kumbe kuna ubunifu mkubwa ambao upo, watu wameufurahia mpaka leo. Unaona, yani kwa jinsi ambavyo ulikuwa unafanya kazi zako na jinsi ulivyokuwa yani
unausikiliza muziki wa muda ambao ulikuwepo kipindi chako kile unaanza muziki, unaona kuna mabadiliko yote ambayo yapo kwa sasa hivi kutokana mabadiliko yapo na style yako ambayo unaitumia? Mimi mabadiliko yapo hata kwa upande wangu pia, lakini game ina change, unajua, na sanaa inabadilika. Hata mimi pia najiforce nibadilike pia, lakini still hata nibadilike vipi bado nitabaki kuwa mimi Jocelyn, kwa sababu kuna lugha ya sanaa ambayo mimi nimejitengenezea. Kwa hiyo ni idea yangu. Kwa hiyo hata nibadilike vipi, yani mtu atano tu Jocelyn, yani nakuwa na style zangu fulani. Nikisema ni kuongelea kwa mziki wa kipindi kile na sasa hivi pia ni vitu viwili tofauti. Game imechange sana. Kutokana na nini? Mabadiliko yapi ambayo unayaona zaidi? Mabadiliko hata lyrics, mistari, hata mziki mzima kusikiliza. Yani kama unavyoona muziki yetu unaweza ukakaa ukausikiza ukaurudia na kuurudia. Na isikuchoshe, ukafeel beat, ukafeel messages, ukafeel lyrics, mbwembwe nyingi kwa muziki, ukajifunza vitu vingi. Yani muziki ukaurudia tena na tena usikuboe. Lakini nyimbo za sasa hivi unaweza ukasikiliza hata usimalize mwisho. Yani ukaplay hivi yani sekunde tu au dakika moja ukahamisha ukaika nyingine tena. Afu kaona nayo kama miausha ukaskip, ukaika tena nyingine ukaskip. Sasa muziki umekuwa kuskip. Muziki wa sasa hivi una sababu zake, kwa sababu labda ukukonki moyo, labda unavyosikiza ile beat unaona na skip. Yani hapo maneno labda ya kushiki vizuri, au labda ya kufurahishi, ya kufanya uendelee kusikiliza huo muziki. Kwa changes zipo kubwa kwa muziki ule tuliofanya zamani na kwa sasa hivi. Kwa mabadiliko mengi umeona kwenye ubunifu zaidi. Ubunifu unaweza kuwa mzuri, lakini labda mashairi yanakuwa yana changamoto tofauti ya vitu kama hivyo. Nafikiri kati ya ngoma zako ambazo umezifanya, unadhani ni ngoma gani ambayo inastahili hadhi ya kupewa kwamba hii ni classic song? Mi kwa upande wangu mi naona zote kama nilivyokuambia, yani mi nyimbo zangu nazipenda sana. Alafu naziona zina ubunifu wa kipekee. Zina kitu fulani tofauti na wasanii wengine. Kwa hiyo naziona ziko sawa, ziko classic sana. Lakini labda uniulize nyimbo gani ambayo imenifanyia makubwa sana labda, au imeenda viral sana, labda niite basi hiyo ni classic song kweli. Ni nyimbo ambayo imefanya vizuri sana mpaka leo inafanya vizuri, na mimi imeniletea vitu tofauti yani. Yani pasipo kuwa na ile nyimbo niite basi sijui, yani kuna vitu labda visinge happen kwangu, lakini wakati mwingine inakuwa inahusika labda, nafikiri yani, kwa sababu pia ile nyimbo. Kwa hiyo kwangu naiona classic sana, ingawa na zingine zinazofuata ni classic pia, lakini ile naona inashikilia. Tuzungumzie kolabo ambazo ulifanya. Kolabo ipi ambayo unasema kweli hii nilifanya kweli? Nafikiri zote ni nzuri, yani nashindwa kuchagua ipi ni kali, kwa sababu huku nilifanya vizuri. Sifa ilikuwa ni kolabo kali. Ile nyimbo ya Dhahabu ilikuwa kolabo kali. Kuna nyimbo ya Rich Mavoko ilikuwa kolabo kali. Yani huko kote yani nimepiga verse kali zote, yani ni kolabo nzuri. Hata wao jamaa pia wamefanya vizuri, au nilofanya nao, na nyimbo zilifanya vizuri. Kwa hiyo nafikiri zote zimefanya vizuri. Nimeona watu wakizungumzia sana Natamani pia kolabo nzuri na kundi langu Wakali Kwanza. Nimeona kipindi hiki, yani miaka kama miwili hapa, ambao kuanzia 2025 mpaka 26 mitandaoni kumekuwa kuna challenges za kuulizana kwamba nani alifanya vizuri kwenye ngoma ambayo mlishirikishwa na Dory Sax, Dhahabu. Kwa upande wako unaichukuliaje? Kwa upande wangu mimi nachukulia tulifanya nyimbo vizuri. Tulifanya wote vizuri. Duli alifanya vizuri, Blue alifanya vizuri, mimi nimefanya vizuri. Nyimbo imekuwa nzuri sana. So umeona hadi kwa mitandao wameweka challenge huko kwamba watu wanaulizana. Hiyo yote ni ile results ya vitu vizuri. Ndio outcome yake mwisho wa siku. Yani vitu vinaonekana hadharani sasa, yani
wewe ukiangalia kwani wewe unaonaje? Hata unaweza ukaona maoni lakini mimi nafikiri ni kitu kizuri, ndio maana watu wanakiongelea, yani kinakuwa kina upinzani wake, kuna kila mmoja ana mafans wake. Yes. Tukizungumzia sasa muziki, unajua una kipindi chake, kuna msanii anafanya vizuri sana sasa hivi, yani ni hot cake. Ni kosa lipi anapaswa yani kuliepuka? Ni mambo gani ambao unahisi msanii huyu asije akafanya? Hiyo ngumu sana mimi kusema sasa, kwa sababu and who am I and mimi kusema hivyo, yani mimi nakuwa nimewekwa kwa kipengele gani? I'm not a creator, I'm not one, sio kawaida tu. Watu walikuwepo kwenye game na wakaondoka, kwa hiyo like me, so me I'm nobody, sio mtu wa kuweza, yani sina cheo hicho labda kusema kumwambia mtu usifanye hivi, usifanye hivi, fanya hivi, fanya hivi. Yani sioni kama kwangu inaleta maana. Unaona yote sawa tu. So yote sawa, yani maisha tunayoishi tutajifunza umo brother. Kuna vitu siwezi kukuambia au nini, wewe mwenyewe utaviface automatic kimpango wako. Sasa kwa sababu ya hustling zako, sasa vitu utakavyokutana navyo pia utajifunza wewe mwenyewe, ufanye vipi ukae sawa, kwa sababu hakuna mtu aliyemaliza, wote we keep on learning. Kwa hiyo sina hiyo kauli au mamlaka ya kumwambia mtu fanye kwa sababu maliza. Kwa hiyo fanya hivi kesho mimi nikafanya nachomwelewa. Fanya hivi kesho mimi nikafanya nachomwelewa. Jocelyn hivi ni Jocelyn ni legend. Sisere. Kwa nini? Kwa nini? Sijui, mimi najiona bado niko hapa. Yani sasa mimi najiona na exist tu. Mtu akikwambia legend unahisi anakupa heshima au anakufanya ni wa kitambo? Hapana, ni jambo zuri pia, kosa nzuri pia kama unaitwa hivyo legendary au yeah. Kwa hiyo mimi nikisema kitokea hivyo basi jambo zuri. Okay. Kwa sababu sio kitu kibaya, ni heshima nzuri. Nimefurahi sana kukuona hapa. Nimeona uko unafanya kazi ambayo nimeisikiliza unaifanya. Umekutana na watu ambao wamefanya vizuri sana kwenye muziki wa R&B. Tunazungumzia project ambayo inafanyika Aznas Studio. Yes bro. Aznas Link ina project yao hiyo umo ndani. Unawazungumziaje wale ambao umewakuta kwenye ambao wameshafanya verse? Pia nimependa kusikiliza hiyo kazi nzuri sana, alafu inaleta changamoto nyingi kwa watu wanaofanya muziki wa uimbaji mbali na kurap. Afu kama watu kama nimesikia watu wengi wamefanya mule ndani ni kama cypher ya R&B, sio? Na mimi nimepata nafasi ya kuweka verse, nimeweka verse yangu, kwa hiyo kila mtu kaeka flavor zake. Ni kitu kizuri, watu wataenda kuenjoy sana kwa sababu wasanii walioko hapo kila mmoja ana mafans wake. Kwa hiyo yani mashabiki wataenda kuenjoy sana vitu watakavyoenda kusikia, kwa sababu wataenda kusikia wasanii wao hata na wasanii wengine wote wakijoin pamoja kwenye beat moja, kila mtu akiweka different flavors. Kwa jambo zuri, wakina Norueli nimesikia, Steven B nimemsikia, na wako wengi make nikitaja itakuwa nimefurahi. Wote tumejoin pale kufanya jambo. Mimi nikushukuru sana, kama nilivyokuambia mimi kwa shabiki yako sana, nimesikiza kazi zako sana. Na nimefurahi kukuona hapa Aznas Studio. Najua kazi ambayo inatoka hapo umefanya vizuri sana. Kwa yule ambaye alikuwa anatamani kumsikia Jocelyn mwaka huu 2026, unamwambia nini? Tegemea mambo makubwa kutoka kwa Jocelyn, kwa sababu Jocelyn bwana style zake is yani it's like explosion, nakuja kama vile boom. Sasa wewe tegemea tegemea maajabu kutoka kwa Jocelyn, za Jocelyn waga mtu wa maajabu, huo ndo ukweli. Kwa hiyo watu wategemee kitu kizuri kutoka kwangu, na nimefurahi pia kuwepo hapa Aznas Studio kwa sababu hii pia inatupa kitu fulani, kutufungulia milango mipya kwa washabiki wetu upya. Kwa hiyo haitokuwa bure tu, mwisho wa siku kuna haja ya kuachia kazi 2-3. Kwa hiyo watu watasikia hii project, mbali na hii project kuna kazi pia nitazifanya hapa Aznas. Kwa hiyo watu watasikia kazi nyingine zaidi kutoka kwangu mpya, zikiwa na ladha tofauti. Labda kwa kumpa kitu kidogo yule ambaye anatutazama hapa, maana cameraman pale Zayo
Yeah. Alikuwa na chana pale chini, tulikuwa napandisha juu. Okay. Yeah. Minataka twende kwetu kwa wazazi, lakini mpenzi ubadilishe mavazi, kusu tukifika wasilete kipingamizi. Njoo basi, njoo wangu mpenzi, nitafurahi ukiwaona ndugu zangu, bibi na babu, baba na mamangu. Yeah. Na uhakika watakuombea kwa Mungu. Jocelyn, like that. Asante sana kwa kututazama. Mimi naitwa Be The Boss Man John Bosco Kamili. Asante sana kwa Jocelyn. Yeah, Bwana karibu thanks. sana, hapa ni nyumbani. Kila siku umemwona man DVD, midundo kibao kila siku. Matata. Natamani kusikia mengi kutoka kwako, ngoma kali kutoka kwako. Kabisa. Endelea kutusubscribe kupitia YouTube, andika Asnas Media, lakini Instagram andika Asnas_media. Follow pale, comment, like and share.